Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji ambao unaendelea kufuatilia mafundisho mbalimbali katika channel yetu ya Mikono ya Kristo kwenye kipindi hiki cha neno la maarifa, ninakushukuru kwa kutenga muda wako. Mungu akubariki sana. Leo kama ilivyo kawaida katika tafakari ya Mikono ya Kristo, katika muda huu wa kutafakari na Mikono ya Kristo, nimeleta tafakari nyingine ambayo tafakari hii inahusu maisha yetu ya kila siku. Tafakari yetu ya leo tutatumia neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 32 aya ya 8, na inahusu kujikabidhi kwa Bwana. Anza siku yako na Bwana na kumaliza siku yako na Bwana. Wapendwa wa taifa la Mungu, mara nyingi sisi wanadamu tumekuwa tukisongwa na mambo mengi sana. Tumekuwa tukichanganywa, tumekuwa tukiendeshwa na dunia hii, mambo ya dunia hii, kiasi kwamba tunafikiri kwamba tunaweza kuendesha mambo kwa akili zetu. Tunafikiri kwamba tunaweza kuendesha mambo yanayotuzunguka kwa kutumia mawazo yetu, ama marafiki zetu peke yake, ama kazi hizo ambazo tunazifanya tunaweza kuzifanya vile ambavyo sisi tunafikiri, vile ambavyo sisi tunaona, vile ambavyo sisi tunadhani. Kumbe la hasha. Jambo lolote ambalo tunapaswa kulifanya, tunatakiwa tuanze na Mungu. Jambo lolote ambalo mpendwa unataka kulifanya, unataka kulianzisha, unakusudia kulifanya, anza na Mungu. Unapoamka asubuhi, cha kwanza kabisa anza na Mungu. Mungu ndio kila kitu. Mungu ndiye anaonesha mambo mengi, anayafunua mambo mengi, anaongoza mambo mengi tunataka kuyafanya hata tusiyoyajua. Lakini tumekuwa ni watu ambao tunajali maisha yetu. Hasara katika ulimwengu huu tulionao ni ulimwengu wa mambo ya kimitandao sana. Matokeo yake ni nini? Mtu unaweza kuwa unaamka asubuhi, kabla ya yote unashika simu yako, unaanza kuchati, unaanza kusalimiana kwenye simu, unaanza kuangalia nini kilitokea, unasahau kulala kwako na kuamka, haukuzimia moja kwa moja. Ni kwa sababu Mungu Baba wa mbinguni alikuwekea mkono wake. Alituma malaika zake wakakulinda. Ulisahau hata kuomba wakati wa kulala, Mungu lakini akakulinda. Jiulize swali, ni wangapi walilala kama wewe lakini leo hawakuamka kama wewe? Katika changamoto yoyote, wapo waliopoteza uhai, walizimia moja kwa moja. Na hawakutaka kuzimia moja kwa moja. Walikuwa na mipango kama mipango uliyokuwa nayo wewe. Walikuwa na wategemezi wanaowategemea kama wewe unavyotegemewa, lakini hawajaamka na wategemezi wao wanahangaika. Hawana mtu wa kumshika mkono, hawana pa kwenda, wambaki wanalia. Wangapi wameamka wakiwa afya zao zimezorota, wako hospitalini na pengine hawamjui anayeingia wala anayetoka. Vipi wewe? Ulimpa Mungu nini mpaka akakupa afya ulionayo? Ulimzawadia Mungu kitu gani mpaka akakupa afya ulionayo? Kumbe kama hukumzawadia chochote, kama hukumpa Mungu kitu chochote, kumbe ni kibali chake tu, ni rehema tu ya Mungu ambayo ameachilia juu yako, ambayo inakufanya unapata kiburi cha kudhalau, cha kutokuona umuhimu wa kuanza na Mungu, wa kumaliza na Mungu. Unaona mambo yote unayoyafanya ni sawa tu kwako. Ni kwa sababu tu umepewa pumzi ya bure, na si ya bure, ila wewe unaona kama ni ya bure, kwa sababu kila aliyepewa pumzi alipewa katika kusudi la kumtumikia Mungu. Ndio, kumtumikia Mungu. Lakini wengi tunatumikia mambo yetu, tunatumikia miungu wakati mwingine ya dunia hii, kitu ambacho si sawa sawa. Unashindwa kuanza na Mungu, unashindwa kuikabidhi siku yako kwa Mungu, unashindwa kumaliza na Mungu. Umekuwa mtu Mkristo mpagani, Mkristo ambaye ni Mkristo jina. Haujui kushukuru Mungu, haujui kuomba Mungu. Pendwa unanisikiliza, pendwa unanitazama, mpendwa unayefuatilia mafundisho haya, ninakusihi anza kuchukua hatua sasa. Unapoanza siku yako, anza na Mungu. Ndivyo Mungu anataka. Unapoanza na Mungu, atakuongoza njia yako yote, atakuongoza katika siku nzima, atakukutanisha na watu walio sahihi, atakuepusha na mabaya yote. Hivyo jiwekee utaratibu wa kuanza na Mungu katika kila jambo lako. Asubuhi unapoamka,
jikabidhi kwa Mungu, na kazi zako zote unazozifanya kabidhi kwa Mungu. Kwa nini nimekuletea tafakari hii ya leo? Nimekuletea tafakari hii ya leo, nilikuwa nasoma kitabu cha Zaburi ya 32 aya 8. Nimekushirikisha hapo mwanzoni. Fungua Biblia yako, kitabu cha Zaburi sura ya 32 aya 8. Sikia maneno ya Mungu. Anasema, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Je, ndugu yangu, maisha yako mshauri wako ni nani? Ni Mungu ama ni wanadamu ama ni mawazo yako? Mungu anasema atakufundisha kwanza njia utakayoendea. Baada ya kukufundisha njia utakayoendea, atakushauri, atakutazama na jicho lake. Sio tu kukushauri, maana yake unaweza ukaamka asubuhi ukamshukuru Mungu, ukamwambia Mungu aikabidhi mikononi mwako, ninaomba uniongoze, ninaomba unilinde, ninaomba uniongoze katika kila hatua yangu. Unapotoka pale, Bwana anaanza kutoka na wewe. Kuna mahali unaweza ukafika ukasikia tu umesita moyoni mwako, ni Bwana anakuzuia, anakuambia hapo usiende. Unataka kusema kitu, Bwana anakuambia usiseme. Unasikia moyo wako mzito kwa sababu umejikabidhi kwa Mungu, unaacha, amani ya moyo inapotea. Lakini kuna sehemu unaweza ukaenda ukasikia una amani ya kutamka, ukatamka jambo, na ile jambo likaenda likatokea, likawa kubwa na likakushangaza katika maisha yako. Huyo ndiye Mungu anasema atakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea. Kumbe anakufundisha utapita hapa, na anakuonesha hiyo njia ndio hii, pita hapa. Huyo ndiye Mungu, na hiyo ndio faida ya kwanza kabisa kubwa ya kukabidhi maisha yako, ya kukabidhi kila kitu chako kwa Mungu. Mungu aongoze maisha yako. Malaika wanatamani kukuokoa, wakati mwingine wanashindwa kwa sababu uliwaacha. Wanaona hatari, Roho Mtakatifu anaona hatari, anaona shida unayoiendea, lakini anashindwa kukutazama, anashindwa kukuokoa kwa sababu haukumpa nafasi, haukujiachilia kwake ili akuongoze. Kama Mungu anavyosema, atakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea, atakushauri jicho likikutazama. Hii ni bahati iliyoje. Mungu anasema sio kukushauri, anapokushauri jicho lake linakutazama. Kweli unapita pale alipokushauri, ili pale unapokosea, labda shetani amekutegea mtego fulani, anataka kukuharibia mpango wako, Yesu anakuambia hapo umekosea, rudi nyuma kidogo, pita kulia. Hiyo ndio Mungu anasema jicho lake likikutazama. Tafakari hii, tafakari njema sana. Jifundishe katika maisha yako, jizoeshe katika maisha yako, wazoeshe na uwapendao ndugu zako, jamaa zako, watoto wako, mume wako, mke wako. Muwe na tabia ya kukabidhi maisha kwa Bwana. Chochote unachotaka kukifanya, anza kumuuliza Mungu, nifanye, naomba mwongozo wako Bwana, niende hapa, naomba uniongoze Bwana, nifanyeje mahali hapa. Katika kila changamoto, neno hili Mungu ameliweka vizuri sana. Mungu atakubariki, Mungu atakulinda, Mungu atakusimamia, Mungu atashughulika na wewe iwapo tu utajiachilia kwake na utampa nafasi Roho Mtakatifu ayaongoze maisha yako. Pendwa mtazamaji, endelea kufuatilia tafakari hizi ambazo tunazitoa kila wakati, tafakari na mikono ya Kristo. Lakini tafakari hii napenda iwe tafakari yako ya muda wote, kwa sababu kuanza na Mungu ni muda wote. Isiwe tafakari ya hapo unapoisikiliza tu, bali kae ndani yako na iwe tafakari ya muda wote. Nipende kukushukuru kwa kuendelea kufuatilia hizi tafakari, zinasaidia sana. Kuna vitu watu wanakuwa vijui, tunafundisha kwa muda mfupi sana, lakini watu wanabarikiwa. Mungu akubariki kwa kufuatilia mafundisho haya. Endelea kutufuatilia kila napoitwa leo. Najitahidi kuandaa vipindi kadiri ya Mungu atakavyotupa kibali. Tunaandaa vipindi vingi, tumeandaa vipindi vingi sana. Tutazidi kuvileta taratibu ili mtu wa Mungu upate kubarikiwa. Endelea kutufuatilia popote ulipo, endelea kushare vipindi hivi kwa wengine ambao unahisi wanaweza kubarikiwa. Kwa hakika Mungu atakubariki zaidi. Fuatilia vipindi vyetu zaidi na zaidi katika channel Mikono ya Kristo, kwenye kipindi hiki cha Neno la Maarifa, kupitia YouTube hapa, kupitia Instagram, kupitia TikTok, kupitia Facebook. Huko kote tunarusha vipindi hivi ili watu wa Mungu wapate kubarikiwa. Shalom shalom.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu akutie nguvu. Ninakushukuru kwa kuwa mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia vipindi hivi muhimu sana kwenye channel ya Mikono ya Kristo. Endelea kuwashirikisha wengine, endelea kualika wengine, endelea kuwaita wengine, na wazidi kubarikiwa kupitia mafundisho haya yanayotoka katika channel ya Mikono ya Kristo katika kipindi hiki cha neno la maarifa. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Norbert Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.